na tulikuwa tunaomba yafanyike na naamini yatafanyika. Lakini nilikuwa na ushauri mdogo tu. Kuna kitu kimoja ambacho mwenyekiti wetu pale amesahau. Sidhani kama amesahau ama hakuona umuhimu, lakini kina umuhimu. Tulishauri kuhusu ramani. Kuna ramani ambayo ilikuwa imeshauriwa na halmashauri. Kuna ramani ambayo sisi kama wafanyabiashara tuliona inafaa na tukaambiwa tuichore, tukaipeleka halmashauri. Baadaye ile ramani haikurudishwa ramani ambayo tulikuwa tumeshauri. Ikaletwa ramani ambayo ilikuwa imeshauriwa na halmashauri. Lakini tunaona kama mapungufu kwenye ile ramani ni mengi. Na swala kama hili tulikuwa tumezingatia kwenye ramani ile ambayo tulikuwa tumeichora. Sasa kwa sababu huko hapa tunaamini matatizo yametokea, lakini kinaweza kikawa ni chanzo cha kuondoa matatizo zaidi mbeleni. Tuwaombe ile ramani tulikuwa tumechora, jaribuni kukaa muangalie umuhimu wa ile ramani na tuangalie namna gani inaweza kutumika kwa ajili ya faida ya wafanyabiashara, kwa sababu ramani ilikuwa ni kwa faida ya wote. Kuweka miundombinu ambayo inaweza kuwa faida kwa wafanyabiashara, lakini kuweka miundombinu ambayo inaweza kurahisisha soko kama halmashauri kupata ushuru wao kwa urahisi. Tuhofia sana kujenga eneo ambalo mwisho wa siku mfanyabiashara hafanyi biashara, lakini halmashauri yenyewe haipati mapato, kwa sababu kama mimi sijauza, uwezekano wa kulipa mapato na kuwa sina. Kwa hiyo tuangalie kwa umakini. Swala la pili, watu hapo wameshaunguliwa vitu vyao na hawana kabisa mitaji. Tulio wengi sasa hatuna mitaji. Haya yaliyoshauriwa hapa tulikuwa tunaomba yangechukuliwa kwa umuhimu na yawe kwa muda ambao sio mrefu, kwa sababu inawezekana mtu anaweza kutoka hapa anaenda nyumbani kwake ili apate chakula, lazima aombe, kwa sababu ilikuwa ili uweze kuishi unakuja uuze. Sasa hivi huna cha kuuza, si ndio? Lakini ukienda ukisubiri labda mikopo ambayo inaongelewa ikachukua muda mrefu, hilo swala linaweza kuendelea kutesa watu. Asante. La tatu, nilishataka nitoe maelekezo hilo. Basi malizia hilo la tatu. La tatu, ule mradi uliokuwa umeandaliwa kule kwenye kujengwa kwa ajili ya soko, mwanzoni kabisa katika vikao tulikuwa tumekubaliana kitakachoanza kujengwa kule ni soko, alafu maeneo haya mengine afanye nini? Yaanze kujengwa. Lakini sasa hivi limeanza kujengwa eneo la huko juu, eneo la soko ndio linakuja kuchukua muda mrefu kujengwa. Kwa hiyo tuombe urahisishaji wa muda wa ujenzi wa ile soko uwepo kulingana na dharura iliyojitokeza hapa, kwa sababu sasa watu watakao kwenye mazingira magumu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Haya, asante. Mstahiki tuambie bwana, mna akiba kiasi gani kwenye mikopo? Kikapu chenu kina nini? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwenye mwaka wa fedha 2026/27 tumetenga bajeti ya bilioni 149 kama halmashauri, lakini kwa mwaka wa fedha huu unaomalizika mpaka mwezi Novemba tulikuwa tumeshatoa mikopo ya bilioni 4, na sisi kama halmashauri tulikuwa tunatenga 10% kwenye ile fedha, na mapato yetu ya ndani ni bilioni 53. Kwa hiyo tunatenga 10% ya bilioni 53. Kwa hiyo tumelipokea hilo la swala la mikopo na tutaanza kulifanyia kazi moja kwa moja haraka. Asante. Kwa uharaka, kikapu kina nini sasa hivi mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye kikapu kuna bilioni 2.8 mpaka sasa. Kwa hiyo ndani ya wiki ijayo, wiki mbili zijazo, sehemu ya hawa waliounguliwa ambao wanahitaji mtaweza kuwa accommodate kwenye kuwakopesha. Ndio kupata mitaji. Ndio Mheshimiwa. Haya. Basi sawa. Kwa hiyo mstahiki meya, mkurugenzi na Mheshimiwa mkuu wa wilaya mnajua orodha yao. Tuwarudishe watu wawe kazini. Tupeleke watu wawe kazini. Kwa hiyo mtaliangalia hilo ili wapate cha kuanzia ili watu waweze kuendelea na kazi. Jamani, hilo si tumekubaliana? Haya, kwa wenzetu wataendelea nalo hilo. La design la ramani nilisema na pale kwamba katibu mkuu wa taratibu na mkuu wa mkoa yupo, wataratibu ipatikane ile ramani. Sasa Mheshimiwa katibu mkuu utaitisha na hii ambayo ndugu yetu ameiongelea vizuri, hii ya ramani.
ramani ambayo wao walikuwa nayo. Lakini kubwa kama tunavyosema, hiyo ramani zingatie haya mambo yote tuliyoyasema. Lakini si mbaya pia ramani ikikamilika kabla haijaanza kutekelezwa, haijapitishwa kila kitu, si mbaya wenzetu wakihusishwa kwamba hiki ndio tunachopanga kifanyike hapa. Kama watakuwa bado wana maoni watatoa. Ni nzuri sana kwa sababu hili jambo lina manufaa kwa wote. Katibu Mkuu, kwa sababu hili jambo lina manufaa kwa wote, kama ambavyo mwenzetu ameliweka vizuri sana. Tukikosea wafanyabiashara wanakosa na serikali inakosa. Tukipatia wafanyabiashara wanapata na serikali. Kwa ni vyema tu tushirikishane hiyo design ili iweze kukidhi hayo matarajio. Kwa hiyo hilo tumelipokea, lakini tumepokea pia hili la eneo la soko kupewa kipaumbele kwenye ujenzi. Kwa hiyo na lenyewe hilo wenzetu wanaosimamia tutawakumbusha ili pa kutanguliza pawe eneo hilo la kufanyia biashara. Kwa majina naitwa Charles Goodluck, ni mfanyabiashara wa soko la simu 2000, lakini pia ni mwakilishi wa wafanyabiashara. Awali ya yote nipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia uzima kila mmoja kwa aina yake na leo tumekutanika hapa, lakini pia nakushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu na viongozi wote ambao mko mbele kwa sababu inaonyesha ni jinsi gani ambavyo hata nyinyi mmeguswa juu ya hichi ambacho kimetokea, lakini pia imeonyesha ni jinsi gani ambavyo tuna viongozi ambao wana utu kama jinsi ambavyo mnaona na wamekuja kwa ajili ya kutusikiliza. Lengo ni kutaka kutatua changamoto ambazo tunazo, na sitaki kuamini kama mnaweza mkazitatua kwa 100%, lakini mtatatua kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atawawezesha. Swala la kwanza nilikuwa naomba niliweke sawa kwenye swala la mikopo ambalo limezungumziwa. Ombi langu ni kwamba kwenye sekta ya mikopo ni vyema basi kukawa kuna punguzo, yale masharti yakawa sio magumu kwa wafanya biashara ili waweze kuchukua mikopo. Lakini pindi watakapopewa mikopo basi wasianze kuilipa papo kwa papo, at least wapewe muda either mwezi ndipo waanze kurejesha zile fedha, kwa sababu sitaki kuamini kwamba kama kwa hali iliyotokea tukipata mkopo kwa wakati huu basi leo nitaanza kuifanyia kazi ile fedha na ikaanza kuzalisha ili mimi niweze kurejesha. Kwa hiyo ombi langu kwa swala la mikopo, mtuwekee masharti ambayo yatakuwa ni nafuu ili kila mfanyabiashara basi aweze kuona uwepo wa msaada wenu nyinyi viongozi kwetu sisi wafanyabiashara au wananchi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, naomba nikazie kwenye swala la ramani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la ramani nikiwa kama kiongozi tulishiriki kwenye vikao vingi sana, lakini tulipambania kuhusu swala la ramani na leo umekuja na suluhisho. Mimi niombe kwanza kwenye ramani ile ambayo inaenda kujengwa pale, wafanyabiashara tuwe ni shirikishi ili tuweze kujua kile kinachoenda kufanyika pale, kwa sababu tulikaa kwenye vikao vingi na sisi kama wafanyabiashara tulipewa fursa ya kuweza kuchangia au kutoa maoni jinsi gani ambavyo ramani iwe ni rafiki kwa sisi wafanya biashara, lakini pindi ambapo itatokea changamoto kama hii ambayo imejitokeza basi iwe ni rahisi kuepukika au iwe ni rahisi kudhibitika. Tulipopata fursa ya ramani, baadhi ya viongozi hususan kutoka, maana tulishia kwenye kamati, tulishia viongozi kutoka dati, kutoka LATRA, halmashauri, lakini pia wakilishi wafanya biashara ambao ndo sisi, bila kusahau ofisi ya serikali ya mtaa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtendaji, diwani na wengine wote walikuwepo, tulishiriki yote. Changamoto iliyojitokeza ni kwamba ramani ambao tulipeleka sisi wafanya biashara, wahusika waliitia kapuni na baadaye walikuja na ramani yao. Eneo ambalo tumepewa pale na siku ya mita 12,000, lakini kimsingi mheshimiwa sisi tuliomba siku ya mita 17,500 kama na pointi, ambazo siku ya mita hizo zilingetosha kabisa sisi wafanya biashara wote wa eneo hili kuwepo, lakini pia kuendelea kupata huduma ya daladala. Kwa sababu mheshimiwa, kwenye uhalisia ukiangalia leo ukikanseli route ya daladala kwenye haya mazingira, hata mimi mfanya biashara anayenipatia banda pale nitashindwa kufanya biashara. Kwa nini nitashindwa? Kwa sababu kwanza natokaje nyumbani kuja kwenye haya mazingira kufanya biashara, lakini pili, yule mteja ambaye mimi namsubiri nisiyokuwa na ahadi naye nasubiri apite, hatuweza kufika kwenye haya mazingira kwa sababu atapitia changamoto ya usafiri kufika kwenye ile eneo. Kwa hiyo kitakachomfanya yule mteja asije, ataenda sehemu nyingine kupata yale mahitaji, na mwisho wa siku sasa mimi ambao umeniweka hapa kiuchumi nitazidi kudorora, lakini pia wasilolijua kwa mamlaka husika ambao ni halmashauri, wao watakuwa wanakosa mapato. Kwa hiyo kutengeneza mazingira mazuri ni mnufaiko kwa serikali nikiwa na maana kupitia halmashauri, lakini sisi wafanya biashara ambao ndio tunaenda kulipa ule ushuru. Tunalipa 500 ni ndogo, lakini
kwa idadi ya watu kubwa wa watu unapata kuna hesabu kubwa ambayo inapatikana kila mwisho wa mwezi endapo kutakuwa kuna mazingatio. Jambo jingine mheshimiwa, ningeomba sasa kwamba utoe angalizo kwa wale viongozi kuwa ni shirikishi. Sitaki kurudi nyuma sana, lakini nakumbuka kikao cha mwisho tulitilafiana na mkurugenzi wa dati na ofisini kwake alitujibu dry. Sizungumzi kwa ubaya, lakini kwa kuwa nimepata nafasi ya kuzungumza, acha tunyoke, black and white, white and black. Hivyo mheshimiwa, changamoto hizi ambazo zipo na imani kwamba utazifanyia kazi na utazitekeleza na umekuja kwa ajili ya kutusikiliza, ni kuombe basi yale yote ambayo tumeyazungumza sisi wafanya biashara na aliyotangulia kuzungumza mwenyekiti wetu wa soko mheshimiwa mkuu wa wilaya yazingatiwe, yapewe nafasi. Heshima yako mkuu, na ina imani kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuwezesha kwenda kusimamia yale ambayo unapaswa kuyatekeleza pasina kuwa na changamoto yoyote. Mwisho wa siku nimalize kwa kusema kwamba wafanya biashara tunapaswa kuwa watulivu. Najua kuna changamoto ambazo tunazipitia pamoja na hii. Huenda ikawa mimi nisiwe ni muathirika, lakini kutokana na hicho ambacho kimetokea mimi pia nikawa nina maumivu kama jinsi ambavyo nyinyi wenyewe mnahisi maumivu. Ninasema hivi nikiwa namaanisha kwamba hata wakati niwe radhi kidogo, kila mtu ana aina ambavyo alipokea hili jambo kutokana na hicho ambacho kimetokea. Lakini hata sisi viongozi ambao leo mnatuona kwamba sisi hatufai, sisi sio lolote, sisi sio chochote, tulipoteza muda wetu, tulitumia nauli zetu na hatukuwahi kurudi kwa wafanya biashara kuomba nauli juu ya kwenda kupambania hichi ambacho kiko kwenye haya mazingira. Tokea day one tulipoanza swala la kufuatilia swala la dati, tumekuwa tukitoka kwenda ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa mkurugenzi, tumeenda dati kwa ajili ya kufanya vikao, tunapoteza muda wetu, tunapoteza nauli zetu. Lakini hii ni kwa sababu ya upendo ambao sisi wawakilishi wenu mnaotuona hatuna akili tunafanya hivi. Mimi niwaombe Mwenyezi Mungu awape mioyo ya utulivu, awape uwezo wa kufikiri na kuona kwamba kila binadamu ana mapungufu yake, hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu. Hata wa viongozi ambao tunao hapa hawawezi kufanya vitu kwa 100%. Hao ni binadamu pia na wana mapungufu yao pia. Kwa hiyo niwaombe wafanya biashara, pindi unapopeleka changamoto kumzungumzia mtu yoyote, au wewe una changamoto yako, usimzungumzie fulani kwa sababu anacho ili wewe kupata. Huenda ikawa sio njia sahihi ya wewe kupata kile ambacho unakihitaji, lakini ukazungumzia changamoto yako wewe binafsi na kiongozi akawa ni mstari wa mbele kukusaidia. Niombe wafanya biashara tusiishi kwa visasi, tuishi kwa kupendana. Mimi mwenyewe waziri mkuu, wakati moto unatokea nilipata taarifa kama kiongozi, niliacha ofisi yangu na kukimbilia kwa wafanya biashara wenzangu na kuanza kujitoa kuona venye ambavyo nitaweza kuwasaidia. Lakini yale ambayo walitokea nilijitahidi kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu aliniwezesha, na wafanya biashara walikuwa wanashuhudia, na tulitoa vitu ambavyo tulibahatika kutoa na vingine vilibaki. Lakini wakati wa ofisi yangu mimi niliacha na hakuna mtu yote ambaye nilimkabidhi kwa ajili ya kufanya chochote. Lakini kwa wafanya biashara ambao Mwenyezi Mungu amewapatia moyo wa utulivu, uwezo, upeo wa kufikiri zaidi, walinisaidia kutoa vitu vyangu na kuviweka pembeni. Wamenihifadhia na washukuru sana wafanya biashara. Niwasihi tuishi kwa upendo, tupendane. Changamoto ni sema ya sisi binadamu, hivyo tupendane. Tusiishi kwa majungu. Nimeona t-shirt yako imeandikwa respect. Jina nani? Nani? Ndio uongozi huo. Ndio maana nilisema kama wapo na ninyi unatoka hoja ikitolewa na wewe unatoka unaifafanua, si ndio hivyo Kwa uwazi, huo ndio Tanzania si ndio hivyo ndugu zangu? Unajua ukipewa wadhifa kwenye ngazi yoyote, hata kuwa mwenyekiti wa kamati ya harusi, wale wenzako watakufanya wewe ndio agenda, si ndio hivyo? Kwa sababu wewe si ndio kiongozi. Kwa hiyo wala mkisema msipate shida, kwa sababu watu wanakuwa wanataka ngazi ya juu na ya juu na ya juu ya ubora zaidi. Sasa niseme haya mawili ambayo yametolewa hapa. Moja ni hili la riba pamoja na muda wa marejesho. Ndugu mkurugenzi, riba pamoja na dhamana, masharti. Ndugu mkurugenzi, tulikubaliana kila biashara iwe na vigezo vyake. Wenzetu wana biashara ndogo ndogo ya kibanda hiki na hiki. Tulikubaliana ndani ya serikali hawaruhusiwi kuombwa
dhamana nyumba. Mtu anafanya biashara ya kibanda, unaomba dhamana kadi ya gari, hati ya nyumba, atatoa wapi? Kwa hiyo hayo masharti yaliyosema kijana wetu mzingatie, msiende kwenye hayo masharti ambayo kimsingi atakwamisha wao kupata fedha. Jambo pekee, na bahati nzuri na waziri wa mambo ya ndani yuko hapa, ilikuwa inaonekana watu wanaombwa barua nyingi hivi, lakini tulikubaliana ndani ya serikali na tukasema na elimu hii imfikie kila Mtanzania. Kama una kitambulisho cha NIDA cha taifa kinachokutambua kwamba wewe ni Mtanzania, hautasumbuliwa mambo ya barua, mtu wa kukudhamini na vile vingine vyote, kwa sababu tunakutambua wewe ni Mtanzania. Tulikuwa tunafanya yale ya uhitaji wa barua, kudhamini na vitu vingine vyote vile, kwa sababu juu ya huu utandawazi tumeshakuwa na michanganyiko ya watu wengi sana. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilikuwa kinafanya tunasema kama huna kitu chochote kinachokutambulisha, inabidi tukujue wewe ni nani. Nadhani tukubaliane wote